nitumie nafasi hii kwa namna ya pekee kuweza kutoa wito kwa walipa kodi wetu kwamba ni lazima tuendelee kuweka roho ya uzalendo mbele tunapofanya biashara zetu. Mheshimiwa Rais amekuwa na shauku kubwa ya kuhakikisha kwamba nchi inajitegemea. Amekuwa na shauku kubwa ya kuhakikisha kwamba tunakusanya rasilimali za ndani ili kuweza kuongeza uwekezaji, kutoa huduma za kijamii. Na ili kuweza kumsupport Mheshimiwa Rais lazima tuhakikishe kwamba na sisi tunatimiza wajibu wetu kwa kuhakikisha kwamba tunatoa risiti za EFD kila ambapo tunapokuwa tukipokea pesa za huduma au bidhaa. Lakini pia kwa wananchi ambao wananunua, tunaomba pia tuendelee kumsupport Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba kila tunapofanya manunuzi basi tunadai risiti za EFD, risiti za kielektroniki. Na kwa kufanya hivyo serikali itapata mapato ambayo mwisho wa siku itatumia mapato hayo kuweza kuwekeza kwenye huduma za kijamii kwa maana ya ujenzi wa barabara, kwa maana ya vituo vya afya, kwa maana ya ujenzi wa mashule, lakini pia kulipa watumishi ambao wanatoa huduma kwa wananchi. Tumia nafasi hii pia kwa namna pekee pia kuwakumbusha wananchi kwamba mwanzo wa mwezi wa mwaka huu kuanzia Januari mpaka mwezi wa 3 ni kipindi ambacho ni kipindi cha makadirio. Kipindi cha makadirio ni muhimu kwa sababu kinaweka msingi wa kodi yako ambayo utaenda kulipa kwa mwaka mzima. Na kwa namna hiyo tunajua kwamba kuna wengi ambao bado hawajafika kwa ajili ya kukadiriwa, na mwisho wa makadirio ni tarehe 31 mwezi wa 3. Kwa hiyo niombe wananchi kwamba tutumie fursa hii kuweza kufika katika ofisi za TRA kwa ajili ya kukadiriwa kodi zao. Lakini pia kuna wale ambao wanajikadiria, na wenyewe watumie mifumo yetu ambayo tuko nayo, mifumo ya ingia kwenye taxpayers portal, fanya makadirio yako ili mwisho wa siku usije ukalipa adhabu na riba kwa sababu tu ulishindwa kukadiriwa kodi zako kwa wakati na kulipa kodi inayostahili kwa wakati. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa namna pekee kuwakaribisha tena ile timu yangu ambayo nimesema kwamba imetoka makao makuu kwa ajili ya kuja kutoa elimu katika mkoa wetu. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wananchi na wafanyabiashara wa mkoa wa Pwani kwa namna wamekuwa wakitoa ushirikiano wa pekee kwa mkoa wa Pwani, na kwa namna hiyo kutusaidia kuvuka malengo ya kila mwezi. Niseme kwamba sisi watumishi wa mkoa wa Pwani tunaendelea kujiandaa kuhakikisha kwamba tunawahudumia, tunaendelea kusikiliza changamoto zenu, na mamlaka ya mapato imeweka utaratibu kwamba kila siku ya Alhamisi ni siku ya kusikiliza changamoto za walipa kodi. Kwa hiyo tunawakaribisha pia mfike tuwasikilize, tutatue changamoto zenu ili mwisho wa siku muweze kulipa kodi zenu kwa hiari bila shuruti. Karibuni sana na asanteni sana. Perfect. Jina langu ni Paul John Walalaze, meneja elimu kwa mlipa kodi mamlaka ya mapato Tanzania. Idara ya elimu kwa mlipa kodi. Leo tuko mkoa wa Pwani, eneo hili la Kibaha, wilaya ya Kibaha hapa Maili Moja, tukiwa na zoezi letu la elimu ya kodi mlango kwa mlango. Tunashukuru sana kwa uongozi wote wa mkoa wa Pwani, tumepata ushirikiano mkubwa zaidi sana kwa uongozi wa wafanyabiashara ambao pia wametupokea, na zoezi letu tumeanza leo na hata tutakaa zaidi ya wiki moja kuhakikisha kwamba wafanyabiashara ndani ya mkoa wa Pwani, tumeambiwa mkoa wa Pwani una vipaumbele vingi sana ikiwemo viwanda ambao vimefunguliwa kwa wingi. Wote tutaenda kuhakikisha kwamba wanapata elimu hii ya kodi. Elimu ya kodi mlango kwa mlango ina madhumuni mengi. Dhumuni moja wapo ni kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanapata elimu ya kodi wakiwa katika maeneo yao ya biashara. Katika tukifanya zoezi hili pia tunatambua wafanyabiashara wengine ambao wanastahili kusajiliwa na kodi za ongezeko la thamani yani VAT. Na wengine pia kusajiliwa tu kuwa na namba ya utambulisho wa mlipa kodi yani TIN ambao hawakuwa nazo hapo awali. Kwa kupitia zoezi hili tunawaelimisha, tunawaelekeza jinsi gani ya kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi ambao kwa kutumia tu namba ya TIN, namba ya NIDA wanaweza kujipatia namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Lakini pia zoezi hili tumetumia fursa ya kusikiliza changamoto za wafanyabiashara, za walipa kodi ambao pia tumeweza kuzitatua, na wengine kuwaelekeza waweze kufika ofisini na kumuona meneja wa mkoa pale, ambao kila siku ya Alhamisi meneja ameweka pale siku maalum kwa ajili ya kuwasikiliza kero na kutatua kero za hawa
wafanyabiashara. Niseme tu kwamba zoezi hili la elimu ya kodi mlango kwa mlango litakuwa ni endelevu. Tukitoka mkoa mmoja tunaenda kuanza mkoa mwingine, kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wa Tanzania wote wanaelimishwa kuhusu umuhimu wa ulipaji kodi. Na haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambao amekuwa akitupa kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanapata elimu ya kodi na watu wanaenda kulipa kodi zao kwa hiari. Na kodi hizi tunazolipa ndio haya maendeleo tunayopata. Tunazidi kuwasitiza wafanyabiashara hata kule tunakopita waendelee kutoa risiti pindi wanapofanya mauzo yote wanaofanya. Na Watanzania wote wakifanya manunuzi waendelee kudai risiti. Ndani ya risiti hiyo kuna kodi ya serikali. TRA tunasema pamoja tunajenga taifa letu na kodi yetu ndio maendeleo yetu. Asanteni sana. Labda tunatarajia kuendelea kuna biashara ngapi na changamoto gani ambazo mliona ikijirudia mara? Tunategemea kutembelea aina mbalimbali za wafanyabiashara, kutoka wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wakubwa, wafanyabiashara wa jumla, viwanda, pamoja na shule mbalimbali na taasisi mbalimbali. Wote hawa tutatembelea, na dhumuni kubwa ya kutembelea kama nilivyosema awali, kuhakikisha kwamba kuna zile changamoto ambazo zinamface au zinamkuta mfanyabiashara mmoja na tofauti na mfanyabiashara mwingine. Na ikumbuke kwamba tukiandaa zile semina sio wote wanaofika. Kwa kutupitia elimu ya kodi mlango kwa mlango tunaenda kwenye biashara na mamlaka ya mapato ambaye huko awali kwa nyuma ilipotea kidogo. Na ilipotea kwa sababu ya ile dhana ambayo ilikuwa kichwani kwetu sisi wafanyabiashara ya kuamini kwamba TRA kila anapokuja kutembelea dukani kwako maana anakuja kwa namna ya shari kufunga hiyo biashara yako na hakuna maelewano zaidi ya kutekeleza kile walichokuwa nacho wao. Lakini kwa nyakati hizi sasa tunaona maelekezo ya Mheshimiwa Rais pamoja na kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania, mwelekeo wao, dira yao, dhamira yao ni kuhakikisha wazi biashara zinakuwa nchini. Kutokana na dhamira hiyo tunaona sasa mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika ndani ya mamlaka ya mapato TRA, hususan haya ambayo leo nayazungumzia hapa ya kuwa karibu zaidi kati ya mamlaka ya wafanyabiashara, mamlaka ya mapato TRA pamoja na wafanyabiashara, kuzungumza pamoja, kushirikiana, lakini pia kusikilizana, ndiko kunakoleta maendeleo. Naamini kwa zoezi hili la leo wafanyabiashara wengi watapata elimu ya kutosha, na elimu hii itakwenda kuwasaidia kujua ni namna gani watunze kumbukumbu zao, namna gani watengeneze mahesabu yao, namna gani waendeshe biashara zao pasipokuwa na mvutano kati yao na mamlaka ya mapato. Lakini pia zaidi naamini sasa ile hali ya kuamini TRA wapo kule akafunga biashara itakuwa hakuna. Sasa hivi tunaenda kutengeneza urafiki wa pamoja ambao utatufanya sasa tuwe mara. Zamani sisi tukiona watu wa TRA maduka yalikuwa yanafungwa watu wanakimbia. Lakini hichi ndicho kiona leo. Nimeona Tanzania kidogo tumevuka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu mtu wa TRA anakuja, mnakaa, mnakubaliana, mimi biashara yangu ni hapa, biashara ipo. Lakini mfumo wa biashara sasa kidogo biashara sio nzuri. Mtu wa TRA anakuja, mnakaa, mnakubaliana, bwana kodi mwaka jana ulipa shilingi ngapi? Ulipa 10,000. Mwaka huu naona biashara ipo lakini mzunguko hakuna, mnakaa, mnajadiliana. Ni kitu ambacho ni kwa sijakiona kabisa. Wito wako kwa Watanzania ambao wanafanya biashara lakini hawataki kulipa kodi kwa kuamini kwamba kodi labda ni kama dhambi, au mwingine anaona kama kodi ni anazumiwa haki yake, mwingine anahisi kama yeye hana haki ya kulipa kodi, mwingine anatakiwa kulipa kodi. Wewe umezungumza nao chini, umeongea nao, nini ambacho umejifunza na nini ambacho unawashauri Watanzania wengine? Cha msingi ni kwamba sasa hivi watu hawakimbii kwa sababu kidogo wameona kodi waliokuwa wanatoa tu. Kodi walikuwa wanatoa, tunaona vitu vinafanyika. Ukiona Mtanzania hakimbii, zamani ulikuwa unakimbia kwa sababu unalipa kodi nyingi lakini hakuna kinachofanyika. Lakini kwa kweli tunashukuru maendeleo hapo, barabara sasa hivi zimekuwa, barabara zimetengenezwa, mashule hapo, hospitali zipo. Ukienda hospitalini unapata huduma zote za msingi zinazostahili, watoto wako shule wanasoma vizuri. Kwa hiyo nadhani hii ndio imefanya Watanzania wengi sasa hivi ule mwamko wa kulipa ile elimu wameipata. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi naona mabadiliko na tayari TRA. Zamani ilikuwa ukienda kule TRA mnakaa pembeni mnaongea, lakini sasa hivi mnakaa hapo hadharani mnaongea, mnakaa mambo hadharani, kodi kiasi gani unakadiriwa hapo. Hakuna shida. Mimi nadhani elimu hii iliyofanya nchi, mabadiliko serikali iliyofanya, mabadiliko ya serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia yameleta mwamko fulani
na ndio uliosababisha wananchi wakafikia hatua hiyo, kuona sasa kwamba TRA ni halali wachukue kodi, kwa sababu tunaona mabadiliko, tunaona maendeleo, ndio sababu